So guys, acha niseme tu kwamba ni huzuni kubwa ya kwamba naleta habari hizo wakati huu, japo tumechelewa, lakini acha tuzipitishe ili kila mmoja wetu aweze kuzipata, japo hazikutokea mashariki mwa Afrika. Ni habari ambazo zimetokea kusini mwa Afrika kule nchi ya Zimbabwe, ambapo mpaka sasa tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 saa 10 hii tukiongelelea habari hizi ni kwamba takriban watu 20 wameweza kuaga dunia kwenye ajali ambayo ilikuwa ni ajali ya boti ambayo iliweza kupenduka kwenye mto pale, mto ambao unaitwa Kariba ndani ya Zimbabwe. Ilikuwa ni Jumanne hii, ambapo leo ni Jumatano, ambao habari hizi zimetufikia wakati huu na ikabidi tuzilete vile ambavyo iko, na kusisitizia zaidi ambayo inatupaswa tuweze kulizungumzia kwa pamoja ni kwamba kuna vitu kadha wa kadha ambavyo vinaendelea ambavyo vimetufanya sisi hapa tuje tuvizungumzie kwa ukubwa na kwa urefu zaidi. Ndio maana nataka ukae mkao wa kulia uweze kunisikiliza, sote kwa pamoja tuweze kwenda, ili pia wewe una nafasi ya kuchangia kwenye sehemu ya maoni. So boti hili lilikuwa lina uwezo wa kubeba watu 100, lilikuwa lina uwezo wa kubeba watu 90. Nieleweke, boti hili uwezo wake ilikuwa ni kubeba watu 90 peke yake. The boat had a capacity to carry 90 passengers and 5 crew members. So hiyo tunaona kwamba ni watu 95 pamoja na wale ambao ni wahudumu kwenye boti peke yake ndio walikuwa wanapaswa waingie kwenye hiyo boti, ili ile boti iweze kusafiri salama salmini na iweze kusafiri na kushindana ama kupigana na changamoto za mawimbi ama changamoto za upepo kwenye ule mto. Lakini maajabu, boti hili lilishtukiziwa limebeba watu 120 pamoja na watoto 12 pamoja na wale ambao ni staff member wa ile boti 5. So ukiangalia hapo ilikuwa na watu takriban 120 ukiongeza na 12 ya watoto, hiyo itakuwa ni 132. 132 ukiongeza na staff 5 itakuwa ni 137. So utaona kabisa kwamba 137 na boti lilikuwa linapaswa libebe watu 95. So kuna takriban ya watu takriban let's do a calculation ya faster hapa. Let's do a calculation ya faster that the boat was supposed to carry 95 but ikashtukiziwa boti imebeba watu 137. So kulikuwa na watu 42 extra people ambao walikuwa wameingia kwenye ile boti, ambao walikuwa hawaruhusiwi kuingia kwenye ile boti, lakini kwa sababu ya haraka na kwa sababu ya kutojali na kwa sababu ya ule wepesi wa kwamba wanachukulia vitu rahisi wakaona wapande. So mpaka sasa utafiti wa watu wengine ambao unaendelea, ilikuwepo asubuhi ilikuwa ni utafiti wa watu 27 ambao walikuwa wamepotea, hawajapatikana, hawajulikani kama wako hai ama wamefariki. Hawa walikuwa wanaendelea kutafutwa, ambao mpaka sasa tumeambiwa kwamba ni watu 25 ndio wanaendelea kutafutwa, hawajulikani walipo, na wale wote ambao waliweza kutafutwa wote walipatikana kwamba wameaga dunia. So ladies and gentlemen, hapa imetufikia wakati ambapo ni pagumu, na habari nyingine ambayo imetufikia kwa sasa niweza kuona hapa ni kwamba watu 77 mpaka sasa wameweza kuokolewa kwenye hii ajali. 77 people have been rescued so far. So watu 77 mpaka sasa wameweza kuokolewa na wengine wakiendelea kutafutwa 25 wasijulikane mahali walipo, isijulikane aidha wako hai ama wameaga dunia, lakini uzembe sijui utakiwa nani. Sasa hapa ndipo ambapo naekelea swali langu la kila siku ambalo huwa napenda kumwekelea yule ambaye ananitazama na kunifuatilia. Je, unahisi hapa ni uzembe uliofanyika na wale wahudumu wa kile chombo cha majini pale ama ile vessel ambayo ni boti, ama ni uzembe wa wale ambao walikuwa na lazima kupanda lile boti wakati wanajua wazi kabisa boti lile limejaa? Ni nani ambaye alizembea kwenye kazi yake, na ni nani ambaye anapaswa kulaumika kwa sababu hakufanya kazi yake vile ambavyo inapaswa?
ni wewe unijibu hapo kwenye sehemu ya maoni. Nataka jibu lako hapo ukitanguliza na kuniambia kwamba KG anayepaswa kulaumiwa ni abiria kwa sababu aliona boti lilijaa lakini akalazimisha kuingia, au niambie KG anayepaswa kulaumiwa ni wale ambao ni wahudumu wa ile boti kwa sababu waliona boti imejaa lakini wakazidi kuongeza watu, na hata baada ya kwamba wamezidi kuongeza watu vile vile pia wakatoa kile chombo kutoka pale ambapo kilipokuwa na kukiingiza ndani ya maji huko, wakati wamejua wazi kabisa chombo kile kimejaa, na hata wakati kinatoka kilikuwa kinaonyesha kwamba kiko imbalance, kwamba hakiendi vile ambavyo inapaswa iende kama kawaida yake. So hata yule ambaye ni mwendeshaji wa kile chombo lazima kuna some warnings ambazo aliziona, naye alikuwa anapaswa akisimamisha haraka wepesi, ama kabla hajafika mbali basi arudi ili aweze kuepua watu kadhaa na endelee na safari yake, ili mradi aweze kuepusha visanga kama hivi ambavyo tumeweza kuviona hapa. Visanga kama hivi si vigeni kutokea hapa Afrika. Tuliweza kuona kisanga chingine kikitokea nchini Tanzania pia vile vile mnamo miaka miwili iliyopita, ambapo Lake Victoria pia watu kadha wa kadha mamia waliweza kufariki pale baada ya kwamba chombo ambacho walikuwa wamekipanda kiliweza kupinduka, na mwisho wa siku watu kidogo sana waliweza kuepukika kuokoleka na wengine wakapoteza maisha. Na vile vile pia tuliweza kuona ndani ya nchi ya Kenya, sehemu ya Lamu, watu ambao walikuwa wanavuka kivuko kile cha kuingia kisiwani Lamu pia vile vile kilipata ajali, na familia nzima iliyopokuwa ndani ya ile boti wote walipotea. So ni habari ambazo ni za kutisha, na ni habari ambazo sio nzuri, na ni habari ambazo sio za kusifika, na ni habari ambazo mtu yoyote yule asingependelea mmoja wa familia yake ama yeye mwenyewe aweze kuhusika na kifo kama hichi ambacho tumeweza kukishuhudia ama tumeweza kukizungumzia ndani ya Zimbabwe. So it is a risk, ladies and gentlemen, wale wote ambao walifikwa na msiba, na wale wote ambao walikuwa rescued, na wale wote ambao wanahusika kwa njia moja ama nyingine ya familia ya hawa ambao wamepoteza maisha, na wale ambao wako hospitali hohehahe mahututi. Kwetu hapa kwa KG Chipande ni kuombea dua na kuwatakia heri nyote, na wale ambao ni wagonjwa waweze kupata uponyaji wa haraka, na wale ambao wameaga dunia basi Mwenyezi Mungu aweze kuwapokea kwa mikono salama, na wale wahudumu wa boti pia kwa hali yote ambao wako kwa sasa pia tuweze kuombea Mwenyezi Mungu ili siku nyingine waepuke kufanya upumbavu kama huu. Hello.